وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى. Inshallah, ikiwa tunaendelea na semina na darasa zetu zinazohusiana na masala ya hija, kwa kweli ni jambo muhimu sana kuwa na himma ya kuhudhuria ili kuweza kuifahamu ibada kabla ya kwenda kuitekeleza. Na ilmu maana yake maarifatu shay'i bihaqiqatihi, kulifahamu jambo kwa uhakika wake. Na ibada ya hija ni katika ibada ambazo zinahitaji sana kusomwa kwa sababu ya wingi masaili yake na wingi wa sharti zake, arkani zake na sunna. Leo tutaingia katika arkanul hajj, lakini kabla ya kwenda huko ni jambo la muhimu sana kukumbushana fadhail na kukumbushana utukufu wa ibada hii na kuzijadidi nia zetu kila wakati. Sote tunafahamu maana haji. Kuna tofauti kati ya hija na umra. Alhajj maana yake alqasd, umra maana yake azziara. Ni vitu viwili vyenye kutofautiana. Maana hija ni alqasd, kukusudia. Maana ya umra maana yake ni ziara, kuzuru, kutembea. Kiswahili chochote ambacho tutakitumia kutafsiri neno ziara, lakini kwenda kuizuru nyumba yake Allah. Ama alhajju maana yake ni kuikusudia. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya kutembea kwenda kuizuru na kuna tofauti kati ya kuikusudia nyumba ya Allah jalla wa ala. Ndio maana Allah akasema walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Hapa itatufunza kitu kikubwa sana katika ibada ya hija hii, kuwekwa kwa maana yake ni alqasdu, kwamba ni kuifanya nia yetu na kuzitengeneza nyoyo zetu kwa ibada hii. Hakuna mwingine yote tunamkusudia si kwa yeye Allahu jalla wa ala, na si wakati wa kufika huko tu, tangia mwanzo wa ibada, katikati wa ibada na mwisho wa ibada. Wanavyuoni wanasema katika jambo lilokuwa gumu sana wanajitibu nyoyo zao ashaddu almualaja, basi ni jambo la ikhlasi. Kama kuna jambo watu ambao wanatakiwa nyoyo zao kila wakati wazitibu, basi ni jambo la ikhlas, kwamba kuitakasa ibada kwa ajili ya Allah jalla wa ala ni jambo ambalo linataka juhudi, na linataka kabla ya ibada, linataka ndani ya ibada, na linataka baada ya ibada. Na huo ni mlango mwingine wa ikhlasi ambao mbele huko tutakuja kuelezana vipi mja anatakiwa aitakase ibada yake. Lakini hadithi nyingi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia zimekuja zikieleza fadhila za ibada ya haji pamoja na umra. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Hizi ayati na ahadithi kwa hujaji lazima kila wakati ziwe zinapita masikioni mwake. Umra mpaka umra kafaratun lima bainahuma, inakuwa ni kafara, mtu husamehewa baina ya umra iliyopita na umra inayokuja. Mtume anasema wal hajjul mabruru, na hija iliyokubaliwa, laysa lahu jazaa'un illa aljanna, haina malipo isipokuwa janna. Alhajjul mabrur wanasema huwa alladhi la yukhalituhu ithmun min hini ihramihi ila hini tahallulihi,
Wanasema ni ipi hija iliyokuwa mabruru? Tunaambizana haji mabruru inshallah, wa sa'i mashkur wa dhanban maghfur. Ni ipi hija iliyokuwa mabruru? Ni ile ambayo ndani yake ibada hiyo imetekelezwa, hakujafanyika maasi tangia muda wa ihramu mpaka muda wa tahalluli, min hini ihramihi ila hini tahallulihi, tangia muda wa kutia nia ya ibada ya hija mpaka muda wa kuruhusika kuyafanya yale ambayo ulikatazwa. Wakila, wapo wengine wamesema alhajju almabrur manake almakbulu, ni hija ambayo imekubaliwa. Wakila, wapo wengine wamesema huwa an ya'mala jami'u arkani walwajibati wassunani ma'a tarki jami'i almaasi, ni mtu kuitekeleza ibada ya hija akatekeleza nguzo zote na mambo ya wajibu yote na sunna zote, pamoja na kuacha maasi au kuacha kufanya yaliyokatazwa, saghiruha wa kabiruha, madogo yake na makubwa yake, min bidayati al-ihrami, tangia mwanzo wa kuhirimia, ila tahalluli thani ma'al ikhlas, mpaka inapopatikana tahalluli ya pili pamoja na ikhlas. Wa hillu nafaqati, hapa akatia kipengele wa hillu an-nafaqati, lakini hili hillu nafaqati lina mzozo baadhi ya wanavyuoni. Ma'al ikhlas, pamoja na ikhlas, kuitakasa ibada kwa ajili ya Allah jalla waala. Wa hillu nafaqati, na kwamba nafaka masrufu yaliyotumika mtu kwenda hija kwa nia ya halali, kwa alikuwa safi. Tayib, sasa haji ina amali zake, na mtu atakapofahamu amali hizi kwa uchache atakuwa na ufupisho wa ibada ya hija yote. Haji ina amali zake, na mtu atakapofahamu amali za hija, maana yake atakuwa na ufupisho anaranda nao wa ibada ya hija nzima. Hija ina arkanun, ina nguzo, wa wajibatun, ina mambo ya wajibu, wa sunanun, na ina mambo ya sunna. Basi ukishakuzielewa ni zipi arkan, alafu ukaelewa ni ipi wajibat, alafu ukaelewa ni zipi sunan, tayari ushakuwa na ufupisho wa ibada ya hija. Na utakapojua arkan maana yake, utakapojua wajibati maana yake, na utakapojua sunan maana yake, na hili si katika ibada ya hija, bali katika kila ibada ambazo tunatekeleza kila siku, ikiwemo swala. Swala ina arkani zake, ina sunani zake, ina shuruti zake, ina wajibati zake. Ndio mpaka tukaambizana kuja kusoma ili kuyafahamu haya, kuweza kuchambua hili, kwa sababu moja katika jambo ambalo litakuletea madhara katika ibada utakayoifanya, jambo la nguzo wewe ukaitikadi kuwa ni sunna, au jambo la wajibu wewe ukaitikadi kuwa jambo hili ni arkani. Sasa nguzo ni kitu gani? Hiya allati la yasihu alhajju biduniha, nguzo ya hija ni yale matendo ambayo haiwezi kusihi hija bila matendo hayo. Arkan maana yake hiya allati la yasihu alhajju biduniha, haiwezi kusihi hija ya mtu bila ya kuyaleta matendo hayo. Bal la budda min al-itiyani biha, hakuna budi, lazima uyalete. Sisi kwa hali zinatokea watu hupitikiwa kwa baadhi ya matendo na kwa baadhi ya a'malul haji, lakini katika upande wa nguzo haiwezi kusihi hija
bila ya kupatikana nguzo hizo, na hakuna budi ulete. Wala tujbar idha turikat bidamin, na wala nguzo hizi mtu anapoziacha hazizibwi kwa mtu labda kuja kutoa fidia ya damu. Wala yatahallalu min ihramihi hatta yati biha, na wala huambiwi kwamba umemaliza ibada yako ya hija mpaka uzilete hizo nguzo. Ala madhhabi Shafi' arkanul haji 6, nguzo za hija ziko 6. Ya kwanza al-ihramu, kutiania katika vituo vilivyowekwa vya kutiania. Ya pili al-wukufu bi'arafa, yani fikiria vyote utakavyofikiria, itasawuru ibada ya haji itakavyoitasawur, lakini mambo haya yasikupite. Walwukufu bi'arafa, kusimama Arafa. Watawafu, na tawafu. Na hii tawafu ziko tawafu za namna 3. Kuna tawafu al-qudum, kuna tawafu al-ifadha ambayo baadhi ya wakati ni tawafu ruknin, na hii ndio inayozungumzwa hapa. Alafu kuna tawafu al-wida'. Tawafu zote hizi za namna 3, kuna moja ni wajib, kuna moja ni rukni, kuna moja ni sunna. Kwa hiyo tawafu inayokusudiwa ambayo imo ndani ya arkanu za haji ni tawafu al-ifadha, au inaitwa tawafu ruknin. Na yasema haya kabisa, na tutakuwa tunayakariri haya kila siku ili yapate kukaa katika adhhani zetu. Hii lugha sasa hivi tawafu al-ifadha, tahalluli, ihrami, ndio lugha ambazo au istilahi au ni maneno ambayo yanapatikana katika fikhi ya hija. Yanaweza akawa maneno mipya baadhi yenu kwenu, lakini ndio maneno ambayo mtakuwa mnayasikia kila siku. Neno ihram, neno tahalluli, neno tawafu al-ifadha, neno tawafu al-widaa, neno tawafu al-qudum. Haya ni maneno ambayo kila siku tutakuwa tunayasikia. Kwa hiyo ihramu ya kwanza, ya pili al-wukufu bi'arafa, ya tatu at-tawafu, ya nne as-sa'yu, kwenda Safa baina Safa wal Marwa, ya tano al-halqu au at-taksiru, kupunguza au kunyoa nywele, ya sita at-tartibu baina mu'dhamil arkan, kufuata utaratibu kama zile nguzo zilivyokuja. Hizi ndio rukuni ambazo zimesemwa mtu akiacha moja katika hizi katika ibada yake ya haji, la budda min al-ityani biha, lazima azilete tena. Hakuna fidia wala hakuna kuchinja wala hakuna itakuwaje. Wala yatahallalu min ihramihi hatta yatiya biha. Hizo ndizo arkan ambazo darasa yake tutaianza leo, lakini tumesema kuna arkan alafu kuna wajibat. Kuna mambo yaliyokuwa ya wajibu kwenye ibada ya hija. Ni mambo gani hayo? Wa hiya allati yasihu alhajj biduniha, hija inaweza ikasihi bila kuyaleta mambo hayo. Walakin yujbaru tarkuha bidamin, ikiwa mtu ataacha atalazimishwa achinje, atalazimishwa atoe fidia. Alafu jambo kubwa na baya zaidi, wa ya'tham tarikuha, na atapata madhambi mwenye kuyaacha mambo hayo, idha tarakaha bighairi udhrin, ikiwa atayaacha bila udhuru. Sasa udhuri wenyewe, udhuru ulikuwa shar'iyun, tumefahamiana. Wa ya'thamu biha, na atapata madhambi tarikuha idha tarakaha bighairi udhrin. Unaweza kujiuliza,
hivi mtu atoke huku na gharama zote za hija na utukufu wote ule kuwepo wa nyumba ile kuwepo kule, tena afike huko kuwe kuna baadhi ya ibadati awe hataki kufanya au aziache tu kama mwenyewe kutofanya? Manake mpaka wanavioni kusema au vitabu kuzungumza kwamba wayatham tarikuha idha tarakaha bighairi udhrin, na atapata madhambi aliyeacha kufanya mambo ya wajibat ikiwa ataacha kufanya bila ya udhuru. Hiyo mabitu bimina, kulala Muzdalifa, haya ambayo tunahadithiwa na tutakuja kuyaona katika wajibati za hija, hutokea baadhi ya watu wakaacha kufanya hija au wakaona uzito, bali wengine wakaamua kwa nafsi zao, sema kwenda kule, hapa hukumu naambiwa yujbar bidamin, atoe fidia, yani mbuzi. Lakini tukenda masiku yale ambayo tutakuwepo Mina na kulala pale kwa muda wa siku 3 siku 4, na hali ya pale inavyokuwa msongamano, na wengine ule mzunguko wa ibada pamoja na machofu yaliyokuwa makubwa, wengine Allahu alam kama wanaomba ruhusa viongozi wao wa taasisi zao warudi mahotelini au wanaondoka wao wenyewe. Wako wale ambao wanapata fursa baada ya kusimama siku ya Arafa, tunakwenda wakati wa magharibi mabitu Muzdalifa. Tukitoka Muzdalifa alfajiri yake ya mwanzo tunasali, tukitoka hapo tunaelekea Ramyul Jamarat, kurembea mawe tare, na huko ikiwafikiana kurembea mawe na kuchinja pamoja na kunyoa, hiyo itakuwa tahalluli ya kwanza. Manake unakwenda kuimaliza ibada yako ya hija katika daraja ya mwanzo. Hii tunafahamiana hapo? Nimeanza mbali, nimeanza tangia kwenye siku ya Arafa ya mwezi 9 ile, asubuhi yake na mchana wake tupo. Na hii al-wukufu haina maana kwamba watu wanasimama tu, uwepo tu katika viwanja vya Arafa na ibada tofauti watu wanafanya. Kwa hiyo ule mwezi 9 ikifika wakati wa magharibi tunaondoka, tunaelekea Muzdalifa, tunakwenda kulala Muzdalifa. Waliokuwa watu wazima, wagonjwa na hali ya pale wanaruhusika kuondoka, wasilale pale, afike baada nisfu ya usiku wanaondoka, au wengine wanaletwa wapate ile walau lahdha wawepo. Kwa hiyo tukiamkia asubuhi yake, huku kwetu watu kwao ni Idi, maana sasa tuilete ile mafuhumu ile siku ya Idi. Sisi kule hatuswali Idi, hatuna Idi kule. Sisi tunaondoka alfajiri yake, tunakwenda kurembea mawe kutoka viwanja vya Muzdalifa, tunakwenda kwenye Jamarat kwa mguu wao mpaka Jamarat. Tukifika Jamarati, badala ya kumaliza kurembea pale, huenda tukaruhusiwa vile vitu ambavyo tumeshakatazwa kuvifanya, tunapoa ruhusa. Inaitwa at-tahallul al-awwal. Maana yake wewe tayari usharembea, wengine washanyoa, na pengine kichinjo kimeshapatikana. Sasa kuna kitu gani kimebaki? Ili upate at-tahallul athani, uwe moja kwa moja usharuhusika ibada ya hija, ushamaliza, uipate tawafu ifadha, uende ukatufu wapi? Masjidul Haram, ndani ya Kaaba. Sasa pale kuna masafa pale kwa mguu, baadhi ya vijana nakwenda na wengine watu wazima, lakini hali ya kuwa tujue tukitoka pale hutakiwa turudi Mina.
katika mahema yetu. Tutakaa pale kwa muda wa siku 3. Sasa wengine wanaweza wakenda siku ya pili kufanya tawafu ifadha, lakini wanabaki kuwa na tahallul awwal. Wapo wengine wenye kuweza wanaunganisha mpaka Makka. Sasa mtu anafanya safari kama hii, vijana wanaweza, maana si kutembea tu, na ukifika kule maana yake fanya nini? Ufanye tawafu. Na ukimaliza kufanya tawafu, pengine ufanye Safa na Marwa. Kwa hiyo ule mzunguko na ile hali inavyokuwa na yale matendo ulivyoyaunganisha, Allah peke yake ndio mwenye kujua, kwa sababu hufikia hali wengine ndio washafika mbele ya Masjidil Haram na binadamu wamechoka, kwa hiyo wanataka ruhusa walau wafike mahotelini kwao wakoge, hapo tayari washaruhusika. Na wengine wanasema tupumzike kidogo. Sasa kutokana na hali baadhi inayowakuta, anasema sasa mimi sitaki kurudi tena wapi? Mina, kulala kule katika mahema, kulala kule chini, au na hali ambayo watu waliokuwa nayo. Ndio hii tunachozungumza wajibati. Aseme tu mwenyewe bila ya udhuru wa kisheria, atatakiwa achinje wa ya'tham. Katika ibada ambayo ina majibu yanayomtaka mtu aendeleze ni ibada ya hija. Manake labda tuulizane, si kila siku tunaswali. Nini hukumu ya mtu anayeswali swala ya dhuhuri akafika raka ya pili akaikata sala? Hukumu yake nini? Manake hana swala. Je, anapata madhambi kukata swala? Kaamua tu mwenye fikra ya pili, katoa salamu pale, sitaki swali, subiri kwanza ndio safari yangu, alafu rudi nitaswali tena. Nini hukumu yake mtu? Na kusudia kusema ibada ya hija, kuna baadhi ya mambo ukishaanza kuyafanya uyamalize. Ukishatia nia ya ihramu kwamba wewe unafanya ibada, na hii inatokea sana, na maswali haya yanakuja watu wanapofanya umra. Sisi tumeambiwa kwamba tukienda kule wakati tushatia nia zetu ya hija tunafanya umra. Kwa hiyo baadhi ya kati mtu anakwenda at-Tan'im Masjid Aisha kutia nia ya umra. Hiyo kwenda kutia nia ya umra pengine na zahma, kaenda karudi masaa mawili. Hiyo kwenda kutia nia ya umra tu shughuli. Sasa acha nipumzike bwana. Mara anakuja nampata Sheikh, nimetia nia ya umra, vipi naweza kuiacha? Ndio shatia nia ya umra, lakini naona kama siwezi au sitaki tena kufanya ibada. Ndio haya tunayozungumza hapa. Mtu yupo katika hali za kutekeleza wajibati ya hija, ameshamaliza ibada tahallul ya pili, kishamaliza tawaful ifadha, amerudi hotelini, lakini jambo la wajib kwake anatakiwa akalale Mina. Na tumeambiwa kitu wajibu katika ibada ya hija hukumu yake nini? Allati yasihu alhajju biduniha, hija yako inaweza kusihi bila hata kulala Mina. Walakin yujbaru tarkuha bidamin, kama hulali pale utalazimishwa kwa kuacha kwako kutolala Mina uchinje. Wa ya'thamu tarikuha, na atapata madhambi mwenye kuacha kulala maeneo hayo, idha tarakaha bighairi udhrin, akiacha kulala bila ya udhuru. Udhuru tunakusudia hapa udhuru wa kisheria. Sasa sijui kuchoka inahesabika kuwa ni udhuru wa kisheria, au mwili ushauona haukubali, udhurun shar'iyyun. Maana tunabizana udhuru wa kisheria ndio upi? Kwa hiyo amali za haji, ya kwanza arkani, ya pili ndio hizo wajibati, ya tatu ni as-sunan. Kwenye ibada ya hija kuna na sunna, kuna nguzo, kuna wajibati na kuna na sunna. Wa hiya allati la yata'allaqu biha bi shay, sunna hazifungamani na chochote katika ibada ya hija. Fa idha tarakaha saha hajju,
ikiwa umeziacha hija yako anasihi. Walakin yafutuhu alkamalu wathawabu, lakini mtu atakapoacha sunan za haji atakuwa anapitikiwa na ukamilifu pamoja na thawabu katika ibada zake. Na sunna za hija ziko wapi? Sunna za hija zipo ndani ya nguzo za hija, kunapatikana sunna zake. Tumefahamiana? Sunna za hija zipo ndani ya nguzo za hija. Zile nguzo za hija pia zina sunna zake. Kwa hiyo hizo ndizo amali za haji ambazo tunatakiwa tuzielewe. Kuna arkan, nguzo, wajibat na sunan pamoja na sunna. Leo tunasoma arkan, tuipate walau moja inshallah kama tutaimaliza. Arkanul haji sittatun, nguzo za hija ziko sita. Ya kwanza al-ihram. Nayo nini maana ihram? Ihram maana yake huwa niyatu dukhuli fi nusuki bijamii aujuhin, ni nia ya kuingia katika ibada ya hija bijamii aujuhin, katika njia zake zote. Tumefahamiana hapa sababu bijamii aujuhin. Bijamii aujuhin manake hija unaweza ukaingia kama tutasawar, manake hija unaweza ukaingia kwa milango yake mitatu au aujuhi zake za kufanya nusuk ziko thalatha, na hizi ndizo baadhi wanasema aina za hija. Hija ni moja tu, lakini namna ya utiaji wa nia na ufanyaji wa ile hija ziko thalatha. Katika hizo ya kwanza al-ifradu. Tunasikia hata vijana wetu wanaosoma maskuli huko, masomo ya dini, wanaposomeshwa ibada ya hija hufundishwa al-ifradu, bimaana ile nia yako ya ihram unayoitia kwa ajili ya kuingia katika ibada ya hija, unayoweza ukainuia ibada hiyo kwa ifrad, kwamba unafanya ibada ya hija peke yake. Wa huwa takdimu alhaji ala alumra. Ifradi ni kuitanguliza hija juu ya umra. Wa hiya afdalu alkayfiyat inda al-imam Shafi'i. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi anasema kutekeleza ibada ya hija kwa namna ya ifradi, ya kuifanya hija pekee. Tunafahamu wengi wetu tukienda hija, si wengi wetu bali sote tunaotoka Zanzibar na maeneo ya East Africa, tunapokwenda kutekeleza ibada ya hija aghlab tunatekeleza namna ya tamattu. Kuna ifradi, kuna tamattu, kuna nakiran. Ziko namna tatu za kutekeleza ibada ya hija. Namna utiaji wako wa nia ndio utakao kuambia matendo gani ufanye, matendo gani usifanye. Kwa hiyo hii ni afdalul kayfiyati inda al-Imam Shafi'i, kwenda hija ukafanya ibada ya hija tu, lakini bisharti an ya'tamira fi nafsi sanati allati hajja fiha, alafu utakuja kufanya umra mwaka ule ule ambao uliohiji. Kila hata Dhulhijja mwaka ujao unaweza ukafanya. Kwa nini Imam Shafi rahmatullahi alayhi amesema ibada ya ifradi ni ibada ambayo namna ambayo kwake ndiyo afdal? Amesema hivyo kwa sababu ndani yake hakuna kuchinja, la karahata fihi wala daman bikhilafi at-tamattu' wal kiran wad-damu dalilun naqsi. Umefahamiana? Sisi sote tunakwenda kufanya ibada ya haji, hasa kama tunavyokariri watu wa huku, katika gharama zetu za haji zinawekwa
na matangazo yetu tunaambiwa na kuchinja, bimaana kwamba taasisi inasimamia kichinjo chako. Wakati ushamaliza kurembea jamarat, kwa nini mambo uchinje? Kwa sababu kuchinja, anasema dalilun naqs, katika ibada yako kuna mambo ya mapungufu uliyafanya. Lakini katika ifradi ina kamali, bimaana ndani yake mtu ataitekeleza ibada hii mwanzo mpaka anaimaliza, hakuna nuksani yoyote. Na nuksani si kwa maana ya kwamba kuna jambo umeliharibu halifai. Kuna ruhusa umepewa ambazo tutakuja kuzieleza katika hii namna ya pili ya tamattu, ambayo sisi ndio ambayo tunaifanyia namna hiyo. Ya pili, at-tamattu katika aujuhi za hija, wa huwa takdimu al-umrati ala al-hajji. Hii ni kuitanguliza umra ala al-hajji. Hija kwa maana ya matendo yake yanaanza pale wewe utakapotia nia. Tuondoke sisi mwezi mosi Dhulhijja, tukafika Maka mwezi mosi Dhulhijja na nia yetu. Tukifika pengine tukafanya tawafu al-qudum ya kufika twende Safa na Marwa, alafu tunafanya halq, ile inakuwa ni umra, nayo ndio inaitwa wa huwa takdimul umra ala alhajj. Alafu na watu wananyoa, wakimaliza kunyoa viongozi wanatuambia turudini katika makazi yetu. Wanaume watavua ihram zao, tumekwenda hija, lakini pengine tangia tuvoondoka hapa tayari tumeshavaa ihramu, tushambua tujikataze na mahdhurati. Siku ile ile tukafanya ibada ya umra, tumeshamaliza kufanya ibada ya umra, viongozi wanatuambia turudini katika makazi yetu. Mmeruhusika kuvaa nguo zenu na mmeruhusika kufanya jambo lolote kuanzia mwezi mosi, mwezi pili, mwezi tatu, mwezi nne, mwezi tano Dhulhijja, 6, 7, 8 yaumut tarwiya, siku ambayo tunatia nia sasa ya kujitayarisha kuondoka kuelekea viwanja vya Arafa, kuanza sasa matendo ya hija. Kwa hiyo tumeondoka na nia ya tamattu kwa ajili ya ibada ya hija, lakini kwanza tulitanguliza umra. Hii namna ya kuachiwa siku zote sita hizi, namna ya kuachiwa siku zote sita hizi, uko Maka unalala, unaamka, unanunua, unajitia manukato, unafanya kadha. Hii kisheria ndio inaitwa nukswan, ambayo inakulazimisha wewe baada ya kumaliza ibada yako ya haji unatakiwa uchinje. Lakini ifradi haina mambo haya. Yule mtu ambaye mwezi 8 mwezi 9 kanuia kufanya ibada ya haji, wako watu hawa Kuna watu wanakuja haji ile siku ya Arafa. Si tumeambiwa alhaji Arafa, atakayediriki Arafa anaweza kuzipata siku nyingine zote, lakini atakayekosa Arafa kwa mujibu wa siku yake anakosa na mambo mengine, hana badala ya kuipata. Kwa hiyo kuna japo kwamba sidhani kama sasa hivi, nazungumza hali za zamani, sasa hivi kama wanaruhusu ndege kuingia ndani ya siku kama zile, hasa kwa ajili ya utekelezaji ibada ya haji, lakini kuna muda wenyewe wanakuwa wanafunga ili kuzuia zahma na kuzuia mambo mengine. Kwa hiyo at-tamattu maana yake takdimu al-umrati ala al-hajj, kuitanguliza umra. Kwanza unafanya umra baada ya hija. Wayajibu alayhi damu, ukifanya ibada ya tamattu utachinja. Bishurutin 4. Kwa nini unachinja? Kuna sharti 4 satati fi dima'il haji. Hizi zitakuja kusomwa mwisho huko, ambazo tutakuja kusoma dima'ul haji. Mambo gani ukiyafanya unalazimika uchinje. Alafu ya 3 katika aujuhi namna za kufanya hija ni alqiranu. Alqiranu, na kauli iliyokuwa na nguvu
Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya ikhtilafi za wanavyuoni, hija yake amefanya hali ya kuwa kiran. Namna za hija ziko tatu, kuna ifradi, tamattu'i na kiran. Kirani huwa an yahrima bil haji wal umrati ma'a, ni mtu kuhirimia hija na umra pamoja. Tumefahamiana? Mtu hasa vijana huko zaidi mtaweza kuzitofautisha baina ifradi, tamattu'i na kirani. Kirani an yuhrima bil haji wal umrati ma'a, au yuhrima bil umrati thumma yudkhila al hajj ala al umrati qabla ash-shuru'i fi at-tawaf, au mtu anaweza akahirimia umra baadaye ataingiza hija katika umra kabla ya kuanza tawafu. Wayajibu alayhi damu, na huyu pia naye itamwajibikia damu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hija yake alitoka na vichinjo alitoka na vichinjo wanasema alitoka na ngamia au mbuzi zaidi ya 100 kwa ajili ya kuchinja, na zaidi ya 70 na kitu aliwachinja wenyewe kwa nafsi yake, akawagawa kwa fukara, jambo ambalo haliwezekani. Na sasa hivi mahujaji sunna hii hawaipati, yani al-aslu fil ibada, na kuipata sunna kwamba kile kichinjo chako ukichinje wewe mwenyewe, lakini sisi tutapeana taarifa tu, jamani tushachinja, afu mbuzi wako atahumuoni wa atahumli atahumgawi, yani ndo wale masiku yakipita tunakuja kusikia kuna misaada ya mbuzi imekuja kutoka wapi, kwa inapelekwa katika miji ambayo kuna mafukara na masakin. Naye pia kuna ahkami zake tutasitizama vizuri vipi wanavyoona wamezungumza kuhusu masail haya. Wayajibu alayhi damu bishartaini sayatiyani kadhalika fi dima'il haji, nayo pia inalazimika kuchinja, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam naye pia kachinja, itakuja Mtume kafanya ya kirani. Tayib, kaifiyatu niyatun nusuk, tupo katika mlango wa ihram na nguzo wake, namna ya kuitia nia ya ibada ya hija. Idha arada an yahujja, pindi yakitaka kuhiji, yanwiya biqalbihi wa yaqulu bilisanihi sirran, mtu atanuia kupitia moyo wake. Ania mahalluha alqalb, nia mahala pake katika moyo. Wa yaqulu bilisanihi sirran, na atasema kwa ulimi wake kwa siri, nawaitul hajja, nimenuia ibada ya hija. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, na nahirimia kwa ajili ya Allah mtukufu. Labbaik allahumma bihajjatin, ewe Mola na kuitika kwa hija hii. Kwa mtu ambaye anataka kutia nia ya hija, atie nia katika moyo. Wa yakulu bilisanihi sirran, na atasema kwa ulimi wake siri. Lakini ala wajhi al-ihtiyati, kwa kuwa binadamu tumeumbwa katika kafula, viongozi wanachukua fursa zaidi ya hii. Hatukuachii wewe peke yako utie nia, na ukifika wakati wa kutia nia tutaambizana tutie nia, bali atapatikana kiongozi atawatamkisha watu nia, ili mradi tu ile tupate ihtiyati ya ibada, kila mmoja awe na yeye, kwa sababu tumesema ihram ni katika nini? Katika nguzo. Sasa ikija ikakupita hata hiyo hudhuri katika moyo hujaitia, kwamba watu hapo pengine miqati ambayo tunatumia kuipita, tutaipita hali ya kuwa tupo angani, katika ndege watu wanatamkishwa nia, na katika ndege kila mmoja na hali yake, mmoja amekwenda chooni, mwingine amelala. Kwa hiyo ili ipatikane ihtiyati na ibada kila mmoja aifanye katika njia usahihi, basi viongozi watachukua juhudi
za kuwatamkisha hii nia na hudhuri katika moyo uwepo kwamba unafanya ibada, jambo gani unalikusudia. Hiyo ni nia ya mtu anayetaka kufanya ibada ya hija. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik allahumma bihajjati, nanuia kufanya ibada ya hija na ninahirimia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, nimekuitika ewe Mola wangu kwa ibada ya hija. Wa idha arada an ya'tamira, na mtu anaponuia akatia nia kufanya umra, yanwi biqalbihi, vile vile atanuia kwa moyo wake. Wa yaqulu bilisanihi sirran nawaitul umrata. Kwa hiyo kwa wale ambao tunafanya ibada ya haji ala wajhi tamattu'i, tatia nia hii. Tunaweza kuja kushangaa kwa wale ambao pengine darasa hii imewapita au hawajahudhuria, tukaona walimu wanatutamkisha nia ya umra na sisi tunakwenda kufanya ibada ya hija. Tumefahamiana? Manake jambo ambalo tunalihimiza hii kuhudhuria darsa na hii kusoma na kujifunza kufahamu kitu kwa uhakika wake. Vipi utafahamu kitu kwa uhakika wake? Manake mpaka maneno yanayosemwa uyafahamu, na mtu awe anajiuliza, mimi nakwenda kufanya ibada ya hija, mbona natamkishwa nia ya umra? Kwa maana huyo anayetamkishwa nia ya umra kafahamu maneno anayoambiwa. Ndio maana akasema mbona natamkishwa maneno ya umra, lakini kakafilika kwamba ibada yetu tunayokwenda kufanya ya haji tunafanya ala wajhi tamattu'i. Mimi najua hivyo kuna watu wanifahamu hapa, wanifahamu sana, lakini unaomba nifahamu leo kidogo, darasa inayokuja kidogo na darasa inayokuja kidogo, kwa sababu ili unifahamu uwe umekwenda umeshatekeleza hii ibada, yale matukio unayaona, ili unifahamu. Unaweza kufahamu maneno yangu tunavyosema, lakini vile vitendo vyenyewe, na baada ya kutoka hichi kinakuwa hichi, inaleta tasawuri yako itakuwa ya uhakika. Lakini tunasema haya leo, kesho kutwa inshallah yatakaa vizuri. Kwa hiyo idha arada an ya'tamira yanwi biqalbihi wa yaqulu bilisanihi sirran nawaitul umrata, nanuia kutekeleza ibada ya umra. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik allahumma biumra. Nia hii ya umra tutatia sisi mahujaji. Kwa nini tutie nia ya umra? Kwa sababu namna ya hija tunayofanya ni hija ya tamattu. Tunatanguliza umra kwanza, alafu baadaye tunakuja kufanya haji. Kwa hiyo pengine kama upo kwenye ndege, kuna jirani yako atakuuliza hili swali, utamjibu, utampa fiqhi hii, kwa nini tumetia nia ya umra? Kwa sababu sisi tunafanya hija ya tamattu. Idha arada an yahujja wa ya'tamira ma'a, lakini mtu anapotaka kuhiji alafu pia akafanya umra kwa pamoja, yanwi biqalbihi wa yaqulu bilisanihi sirran, atanuia katika moyo wake na atasema kwa moyo wake siri, nawaitul hajja wal umrata, ananuia zote mbili kwa pamoja. Wa ahramtu bihima lillahi ta'ala labbaik allahumma bihajjatin wa umra. Ewe Mola, nimenuia hija na umra na nimehirimia kwa ajili yako ya Rabbi, labbaik allahumma bihajjatin wa umra, nimekuitika ewe Mola wangu, nimekujibu ewe Mola wangu kwa ajili ya kufanya ibada ya hija na umra. Hizo ndo nia zake. Wa idha arada al-ihrama an ghairihi, na pindi mtu anapotaka sasa kuingia kwenye ibada ya umra au ibada ya hija, lakini unakwenda kumhijia mtu, ufanye umra hii wewe kwa nafsi yako, utasema nawaitul hajja an fulanin wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik allahumma bihajja. Nawaitul hajja an fulanin, ewe Mola, hii an fulanin au yushehe hawezi kumtaja mtu lakini wewe utamtaja yule mtu wako ambaye unakwenda kumhijia kwa jina lake lote.
nawaitu alhajja an fulanin wa haramtu bihi lillahi ta'ala labbaik allahumma bihajja. Na viongozi pia kama wanajua baadhi wanakwenda kuwahijia watu, hawendi kwa hija zao wenyewe, manake hawa haitowafaa nia ya mtu ambaye anahiji yeye mwenyewe, yeye lazima awakilishe kusema namhijia mtu fulani. Wako baadhi wakaona kama kutoka kuna uzito, tumesema nia katika moyo inatosha, wanaweza wakafanya itlaq. Hii namna za nia zilivyo tulivyozitaja hapa ndizo namna ile ya ifradi, kirani na tamattu, kama tumefahamiana. Hizi nia nilivyozitamka nimezitamka kwa mujibu wa namna ya hija. Sasa baadhi ya wakati tunaweza kuswali kueleza kaifia ya swala, idadi ya rakaa na swala kuwa swala gani ni jambo la lazima. Allahumma salli lillahi ta'ala Allahu akbar haijatosha kwa taarifa, ushaingia katika swala. Usalli lillahi ta'ala 4 rak'atin dhuhran, maana yake useme kwamba hii sala ya dhuhuri ina rakaa 4 lillahi ta'ala. Mfahamiana? Kwa hiyo unaweza ukaiachia bila ya kutaja namna hizi kwamba nanuia umra na hija, au nanuia haji tupu, au nanuia umra peke yake. Unaweza ukaiachia ukafanya itlaq, ukasema nawaitul ihrama linnusuk, nawaitul ihrama linnusuk, menuia ihramu yangu hii imeingia katika ibada ya hija. Thumma yusrifuhu ila ma shaa kabla shuru'i lakini fi nusuk, kisha nia yake hile ataipeleka kwa namna atakavyo. Unaweza ukaifanya kwa ifradi, unaweza ukaifanya kwa tamattu, unaweza ukaifanya kwa kirani, lakini kabla shuru'i fi nusuk, yani tawaf al-qudumi au ghairihi, kabla hujaanza nia ushatia, kabla hujaingia katika hizo tawaf al-qudumi na ibadati zilizokuwa nyingine. Na ipo nia ya ta'liqul ihram. Unafahamu nia ya ta'liq ya ihram hii, lakini mimbabi tunasoma tukujua jambo kitokea mtu kafanya hivi, maana yake aonekane kwamba kuna mahala kapita, hajafanya jambo lilokuwa sila sawa. Nawaitul ihrama ka ihrami Zaidin, maana yake sema pengine shekhe wako wewe alikulazimisha lazima haya maneno yatamke kama yalivyo, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik allahumma bi umra. Kasema Kiarabu hichi mimi kitanishinda tena kutamka hivi kama lilivyo, kitanishinda Kiarabu hichi. Sasa ndo tunaambiwa kuna nia ya ta'liqil ihram, unamtundukia mtu nawaitul ihram ka ihrami Zaidi, nanuia kama alivyonuia Ali, nanuia kama alivyonuia Zaidi. Lakini yule Zaidi yule unuia kalonuia naye yeye awe kanuia vizuri. Kwa hiyo hizo ndizo kaifia za nia ya ibada ya hija na ibada ya umra, na ndiyo amali ambazo tulitakiwa tuzisome na kuziona katika ibada hii. Nisiingie katika mlango wa ihram, nimalizie. Kuna kitu kidogo nimekiona muhimu sana hapa nikisema, kinachohusiana na ahkami za hija. Haya maswala muhimu sana kuyajua, yanayohusiana na hukumu za hija. Tunapoulizwa kuhusu ahkami au kuhusu hukumu, maana yake ni kusema hili jambo kwamba ni faradhi, hili jambo kwamba ni sunna, hili jambo kwamba ni makruhu, hili jambo kwamba ni haram. Kunapoulizwa jambo lolote hukumu yake nini, basi wewe akili yako iende katika ahkami hizo. Hili wajib, hili la yasihu, hili jaiz. Sasa ni ipi hukumu ya hija? Ahkamu alhaji.
ni fardhu aini, ni jambo lilokuwa la lazima, tena ulazima ulolazimishwa. Nayo ni ile hija ambayo hija ya Uislamu. Kwa nani ilazima? Idha jtamaat shurutu wujubil haji, pindi zitakapokusanyika sharti za wajibu kwa mtu wa hija. Katika shuruti kuna shuruti wujubi na shuruti siha. Darasa iliyopita mlisoma sharti za hija: akli, alislamu, alistitaa, alhurriya. Ndio darasa iliyopita mlisoma sharti za hija Kwa hiyo mtu zikikusanyika kwake sharti zile, kwake yeye mtu huyo ni jambo la lazima kuhiji. Kitabaki ikhtilafu moja tu, lazima kuhiji ala alfauri au ala tarahi. Maana sharti zishanlamzikia. Je, ndo nikahiji sasa hivi au naweza kuchelewesha? Wajibu alhaji ala madhhabi al-Imam Shafi ala tarahi. Imam Shafi, na hii imekuja kutokana na mzozo wa wanavyuoni katika tarehe. Imam Shafi anasema ala tarahi la ala alfauri, ay la ya'thamu idha akharahu ma istitaa. Imam Shafi anasema mtu hapati madhambi atakapoichelewesha ibada ya hija hali ya kuwa na uwezo nao. Manake tukisema kinyume chake wengi tutaingia huko. Tukisema kinyume chake kwamba pengine tulikuwa tuna uwezo wa hija nyuma miaka 10 hatujenda. Imam Shafi anasema ala tarahi. Kwa nini kasema ala tarahi? Juu ya kauli ya mwaka gani ilifaradhishwa ibada ya hija. Wako wanaviona wanasema mwaka wa 6 wa hijra. Mtume alivyohama kutoka Maka kuelekea Madina, ule mwaka wake wa 6 ndio kumefaradhishwa hija. Lakini mtume hakuhiji mwaka wa 6, mtume kahiji mwaka wa 9. Wako wanasema hivyo. Baadhi anaviona Imam Ahmad ibn Hanbal Hanabila, yeye anasema la, alhajj ala alfawr, ikisha kuwajibikia tu na uwezo unao tu, sharti zote zimekujibikia, basi ukahiji ala alfawr. Yeye anasema haji imefaradhishwa mwaka wa 9 wa hijra. Ule mwaka ambao mtume sallallahu alaihi wasallam kenda hija ndio mwaka ambao hija ilifaradhishwa, ndio maana akenda. Tumefahamiana? Lakini Imam Shafi rahmatullahi alayhi anasema kwa kuna mtu kwake itakuwa lazima na wajib ala alfauri fi halatin, kuna hali ziko mtu zinamtokea inakuwa lazima. Idha kana qadaan, itakapokuwa hija hiyo kwanza ya kulipa. Tumefahamiana? Pengine aliharibu hija yake akaambiwa afanye qadaan, ile haitaki kuichelewesha. Na tutakuja kusoma mufsidati huko za haji. Mambo gani anaweza katokea mtu kishafika mpaka kule akayafanya hija yake yote akaiharibu, akaambiwa aje kufanya qadaa. Au idha nadharahu, au mtu atakapo iekea nadhiri. Au idha khafa alkhasbu, pengine mtu akakofia maradhi au jambo jingine lolote. Au idha khafa alhilak ala nafsihi au malihi, akahofia hilak, kutokea mashaka majanga yoyote kwa nafsi yake au mali yake. Kwa hiyo hija ni jambo la lazima, ni fardhu ainin. Kwa nani? Kwa mtu ambaye ijtamaat shurutu wujubi alhaji, zimekusanyika kwake shuruti wujubi za ibada ya hija. Lakini pia ibada ya hija inaweza ikawa ni fardhu kifaya. Mtu anakwenda kutekeleza ibada ya hija, kwake yeye ile hukumu ni fardhi kifaya. Wakati gani? Kalhaji li ihya'i alka'bati kulla sana, kama vile mtu kwenda kuhiji kwa ajili ya kuhuisha ile Kaaba. Moja katika sharaf na utukufu wa al-Kaaba na utukufu wa kufanya ibada ya tawafu, hakuna sekunde nyumba ile muda hauzunguki. Ile al-Kaaba masaa 24 na siku 7 na mwezi na miaka. Ikitokea jambo hilo litaandikwa kwenye tarehe, na ishawahi kutokea kwamba kuna muda al-Kaaba imekaa tupu, haina wenye kuswali wala haina wenye kuizunguka, watu hawapo. Ndio maana tukaambiwa itakuja kuwa fardhi kifaya kwenda kufanya ibada
ya hija liihyai alka'bati kulla sana. Muda wote watu wanaswali, wanafanya tawafu, wanafanya kadha, hakui vile bali. Na hata kile kipindi ambacho mahujaji watakuwepo katika maeneo ya Mina, basi huku watu wa Maka wanasogea, wao wanaingia kutoka majumbani kwa ajili ya kufanya tawafu, kwa ajili ya kuhuisha. Kwa hiyo inakuwa ni kama fardhu kifaya. Lakini kuna hali mtu anafanya ibada ya hija kwake inakuwa ni sunna, kahaji sibyani wal abidi, kama hija ya watoto mdogo au watumwa. Wa hajjul qadiri ala almashi min akthar min masafati marhalatayn min Makkah, ziko hija mtu za sunna nafanya, so wajib. Au mtu kishatekeleza ibada ya haji lakini tena anataka na nyingine na ya tatu. Kuna hali mtu anaweza kufanya ibada ya haji kwake hukumu yake inakuwa makruh, kama idha khafa au shakka fil halak, au ka haji alfakiri alladhi ya'tamidu ala su'ali an-nas. Hija ya mtu ambaye alikuwa fakiri, anasema mimi nakwenda kufanya ibada ya hija lakini nitaomba watu huko nitakapofika, hana zadi yoyote. Na katika sharti za hija nafaka alistitaa ipatikane, lakini anasema mimi na nauli tu. Kwani nauli kiasi gani? Nauli bana gharama ya ndege 1100, basi mimi nauli tu mfikisheni huko tu, mengine yote niachieni. Kwa nini tukuachia? Nitaomba. Unafahamu? Maana wewe pengine hatolala katika hoteli wanazolala watu, hatokula katika vyakula wanavyokula watu, yanategemea kule kuomba. Kwake yeye kutekeleza ibada ya hija huko anategemea kuomba watu ni makruh. Na ipo hali inakuwa haramun. Ili swala la ikhtilafu la wanavyoni. Kweli anaweza mtu akaenda hija mpaka kama ibada yake ya hija akaambua hija yake haramu. Hukumu ya haramu inaingiaje katika kutekeleza ibada ya hija? Kahajjil mar'ati biduni mahramin, kama hija ya mwanamke kwenda kuhiji bila ya kuwepo maharimu wake. Idha lam ta'man ala nafsiha, akiwa hajajiaminisha kwa nafsi yake, au hajiha biduni idhni zawjiha, au kenda kufanya ibada ya hija hajapata idhni ya mumewe, hajapata idhni ya mume. Wakadhalika idha tayakkana ad-darar, na vile vile ikiwa atakuwa na yakini kwamba kwenda peke yake mwanamke kuna madhara, alafu yeye akenda, hija yake itakuwa haram. Sasa itakuwaje ustadhi? Bwana mkubwa hata kunipa ruhusa na mimi uwezo nao, sasa dhambi litakuwa langu, dhambi litakuwa lake alikuwa hajaniruhusu. Tunaambiwa hija itakuwa haramu ikiwa mwanamke na hii wanavioni wamejengea juu ya zile hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mwanamke haruhusiwi kusafiri safari ya usiku na mchana siku nzima bila kuwepo mahram. Na baadhi wanavioni wamezungumza hali za wakati huo na vipando walivyokuwa wakitumia, kwamba mwanamke akitaka kupanda farasi au akitaka kupanda ngamia lazima abebwe. Hawezi kupanda mwanamke farasi mwenyewe au kupanda ngamia mwenyewe. Kwa hiyo akiwepo mahram, akiwepo mtu wake wa kawaida, manake kuna baadhi ya vitu atamsimamia. Sasa anapokuwa hayupo kwa watu wengine, tunaingia katika hali ambayo tunatoka sasa katika ibada kwa mujibu wa hali ya wakati huo. Wanavyuoni wetu wa sasa wanasemaje? Sasa hivi hatuna farasi, hatuna ngamia, watu wanapanda ndege. Lakini pia baadhi ya wanavyuoni wanasema na hii mahram manake alikuwa anakusudiwa mtu anaambatana naye. Na miaka iliyopita yalikuwa kitokea mambo haya. Mwanamke, wanawake wanaulizwa ndani yako nani? Allah wasamehe watu wa taasisi za hija. Tumefahamiana? Watu wasamehe wenye taasisi za hija. Maana yake ilikuwa kila mtu anapoa mtu wake. Bana, tukifika airport ukiulizwa mumeo wewe atakuwa mumeo huyo. Ukiulizwa mumeo wewe atakuwa mumeo huyo. Ipo makhraji ya kifikihi, wanavioni wameruhusu kwamba mwanamke ataruhusiwa kusafiri bila hata mahramu yake, wakiwepo wanawake thiqat, wanawake walikuwa waaminifu, wacha Mungu, walikuwa waheri, wakipata na wote na ndio inayotumiwa. Lakini asli ya masala, mwanamke haruhusiki kusafiri bila kuwepo maharim,
So mume tu, anaweza kuwa kaka, anaweza kuwa mjomba, anaweza kuwa mtoto mwanao. Sasa kuna kipindi sharti hili kwa miaka hii ya nyuma baba bwana yapoti pale anaulizwa vipi huyu ndugu yangu, vipi huyu nani yako, ili kwa ajili ya kuepesisha hilo jambo. Kwa hiyo ipo hali inakuwa haram ka haji almar'ati biduni mahramin idha lam ta'man ala nafsiha, lakini imekuwa idha lam ta'man ala nafsiha, ikiwa hana amani juu ya nafsi yake katika kutekeleza ibada hiyo na kwenda na safari hiyo mpaka huko anapofika, au hajiha biduni idhni zawjiha, au akitaka kufanya ibada ya hija bila ya kupata idhini na ruhusa ya mumewe. Wakadhalika idha tayakkana dararu, na vile vile pindi atakapokuwa na yakini kwamba atapata madhara. Inshallah kwa leo tufikieni hapo, tupokee masala au kuna mtu anataka kuongeza chochote, basi marhaban bikum, karibuni sana. Naam. Wanawake mnaweza kuandika katika karatasi, inshallah tukaja tukajibu. Swali lipo Assalamu alaikum, umesema tunautia nia ya tamattu'i, tunaanza na umra. Je, tunakuja kutia nia nyingine hiyo mwezi 8 kwa ajili ya hija? Naam. Kwanza swali zuri na swali nimelipenda kwa kuonesha kwamba manake pale nilipokuwa nikifahamisha nimefahamikwa. Ikifika yaum tarwiya siku ya mwezi 8 takumbushana kwa ajili ya kutia nia ya haji, kama vile tulivyotia nia kwa ajili ya umra. Ikifika mwezi ule tukiwepo hotelini tutatia nia kwa ajili ya ibada ya hija. Naam. Swala jingine, na tumesema bwana mtume yeye amefanya kiran, hajafanya tamattu. Maana yake tangia siku walioingia Makka, tukitoa mfano kwa wanaume ndio tunafahamika zaidi, tangia siku walioingia Makka hajavua ihram zake mpaka alipomaliza tawaful ifadha, mwezi mosi, mwezi pili, mwezi tatu, mwezi 4, mwezi 5, yupo na ihram zake, nguo zake zile alizovaa, seruni na rubega, hajavua. Kwa hiyo lakini aliwapa ruhusa baadhi ya masahaba, alikuja na hadi. Kuna watu walikuja na vichinjo kwamba watachinja tare, ndio maana wakafanya kirani. Kuna watu hawakuja navyo, kwa hiyo akawapa ruhusa wengine, lakini wengi walimfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hija yake. Kwa hiyo hawa kirani wao wanabaki na ihram zao, lakini tayari washatanguliza umra, kwa sababu wanafanya umra na haji maan kwa pamoja. Sasa tamattu kwanza unaitanguliza umra, baadaye unakuja kufanya amali za haji. Naam. Swali jingine, ya marhaba. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Ya marhaba. Naam. Kwa upande wa umra ya Ramadhani vipeperushi vipo na vitabu vipo utapata, lakini kwa upande wa umra ya Ramadhani kutakuwa na semina zake maalum zinazohusu umra kuanzia mwanzo mpaka mwisho, utazipata, wala usiwe na hofu na hilo.
Kwa hiyo na upande wa elimu ya hija na umra unaweza kuainisha kwa baadhi ya vitu, kwa sababu amali ndio hizo hizo. Tofauti ya hija na umra katika nguzo ni Arafa, ukufu bi Arafa. Hija kwenye nguzo hakuna ukufu bi Arafa. Umra haina wajibati kama zile mabitu Muzdalifa, yale mambo mengine wajibati, lakini umra ni ihramu, tawafu, Safa na Marwa, kunyoa, halqa taksir basi. Sasa kwa upana wake na tafsiri yake ziko darasa zitakuja pindi inapokaribia ibada yetu hii, zitatolewa kwa muda wa siku 2 siku 3, na pamoja na wenzako inshallah utazipata bitafsil. Na upande wa vitabu inshallah viko vitabu utapewa inshallah. Na swali jingine, Allahu akbar. Sharifu sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tumemaliza semina yetu ya leo hii katika wajibati za haji na umra. Mtu ukisema na kwenda hija na umra ni kitu kimoja. Kuna baadhi tu ya maeneo, lakini toka unapotoka huko, ukitoka kuanzia umra na matendo ni yale yale. Kuna baadhi ya matendo kama alivyosema ustazi hapa yanakuwa kidogo tofauti, na kuna mambo mengine kwenda Mina, kwenda wapi, lakini haya yote ukishakufika kule, ukienda umra unaonyeshwa zile sehemu za hija. Utapelekwa Arafa, utaambiwa pale, utapelekwa Mina, utaletewa maelezo yake pale, utatembea sehemu za historia kwamba wewe umekwenda umra, lakini hapo hapo unasoma na hija. Ndio watu wengi wakenda umra wanakuwa na hamu ya kwenda na hija kutokana na ilmu waliyopata pale na walivyoona. Unajua kitu kimoja kusikia, wanasema kusikia si kuona. Kuona kitu chengine na kusikia kitu chengine. Hapa tunatoa semina hizi ili msikie. Ndio maana tunakwambieni mwe mnaandika baadhi ya mambo ili kuweka kumbukumbu kwamba tukifika pahali fulani tulikuwa tumesoma katika semina kule, ndio hapa sasa hivi tumefikia na matendo yake yanakuwa hapa hivi. Kwa hiyo unakuwa hupati tabu, unarejesha kumbukumbu nyuma, unatizama kitabu chako, unasema hapa ndio tulivyofundishwa hivi. Sasa zile umra zile zimefanywa kwamba wewe upate kuhilibika, upate kufanya na hija. Maanake utasema mimi nimefika hapa umra sijafanya hija, ndio mambo yenyewe ndio haya ndio hivi, na ndio inavyokuwa kawaida. Basi kama una nafasi unapigania kwenda hija, na hata kama huna nafasi utakuwa unapigania kwenda hija, utakuwa unatafuta unafanya nini, nataka kwenda hija, utasema utafanya nini. Na ajabu ya ibada hizi watu wengi tunadharau kutia nia. Nia kitu kikubwa sana. Innamal a'malu binniyati. Ukishakuweka nia utaona ajabu yake. Watu wengi wamepelekwa hija kwa nia zao tu, wala hawana uwezo wala. Mtu anakujia tu, Mwenyezi Mungu ukishamtuma yule katia nia miaka mingi, ana mtu hebu nenda kampeleke hija. Basi anakuja mtu, watu wangapi wanajia, bwana ushaenda hija wewe? Bado sijaenda. Basi safari inshallah jitayarisha. Inakuwa kama hivyo. Nia, ukiweka nia basi jambo lolote linakuwa jepesi. Na ibada hizi hakuna ibada nyepesi. Ukasema kuna ibada nyepesi. Ibada nyepesi hapa mimi naona katika nguzo zetu 5 za Kiislamu, labda niseme kiacha na hija hii, labda sala. Sala ni nyepesi sana, lakini sala ni nzito sana. Tena watu wengi na vipindi vya sala vinawapita. Wacha kuwapita vipindi vya sala, hawasali kabisa. Utakaa
utaja viwe mtu Muislamu anakaa hasali na tumeamrishwa kusali. Tizama sala ilivyo, ukisali unapata thawabu, usiposali unapata dhambi. Sasa wewe unajikusanyia midhambi tu, usali unajikusanyia midhambi tu, na balaa zaidi kama umeacha za miaka 5 uzilipe zote zile, hakuna kusamehewa kwenye kusali. Kusamehewa na kwa mwisho kunategemea istighfari zako na Mwenyezi Mungu wako, jinsi ulivyojitupa kwake na yale makosa ulikuwa umeyafanya. Lakini sala lazima usali, Muislamu lazima, na usisali vipindi unachotaka wewe kusali, usali unapotaka usali. Wewe usali daima, usali, na ndio nyepesi. Ibada ya hija ina msimu wake, huu ndio unaokuja kisha kwanza, au mwezi wa mwanzo wa Dhulhijja, unaanza toka mwanzo wa Muharram na kwenda mpaka hija. Ukishakutia nia ya hija, ukitaka kwenda hija kule, basi utashangaa wewe, utasema mimi nitaweza hija? Mamangu, umeona ulivyokaa hivyo, umejibweteka, umeakia mikono hivi, nitakwenda hija mie huko kitembe cha huko. Lakini wallahi ukifika kule utakuta watu ile nia yako leko, huyu mama anatembea mwenyewe, anafanya tena, wana nguvu kweli kweli. Utamwona kibibi kimepinda kapinda na mkono unakaribia kwenye magoti, lakini anafanya tawafu na sai, huwezi kuamini. Na anakupita na anatembea, sio kama anatembea kujitupa tupa, anatembea hasa. Mimi nilishangaa siku moja, kibibi kilinipiga kikumbo, kama mama kanipiga kikumbo, tifika nibia kigongo hivi mkono wake, namtizama kajipinda, ndo anakwenda hivi. Nikasema huku kweli kuna mambo tofauti. Ukifika kule unajiona mgonjwa, basi unajiona mzima. Unaambia unaweza kufanya, ukifika kule mimi sijui kama nitaweza kufanya, naambia wewe tia nia, tutafanya. Basi ukifika ukiona watu wanafanya, wallahi unafanya nia, na ukijipweteka huwezi kufanya, unakuwa huwezi. Ajabu, kitu chochote ukikifanya mimi sikiwezi, ndo ukiwezi. Lakini ukitia nia, mimi nataka kufanya jambo fulani, na ukalifanya, basi wallahi utalifanya. Sio mambo hayo, mambo tele haya. Ibada zote hizi zinazokwenda, hata kama ukitia nia uovu, unataka kufanya uovu, basi ukutilia nia nataka kufanya kwa nguvu za shetani, wallahi unaufanya. Alafu mwenyewe utakuja kukaa tena baadaye, mimi nilifanya hivi. Ndio hii ibada hizi ndio zinavyokwenda. Kinyume cha uovu, ibada ukisimamia kisawasawa, utaifanya kisawasawa, wala utakuwa na mushkeli, watakuwa nini, utaweza kulala mie, utalala, vurugu zile utafanya. Alafu ukirudi huku unasema alhamdulillah, mwakani Mungu ajalie nipate uwezo nile tena. Ndio baada hija ilivyo na umra. Kila wewe ukishakwenda mara moja tu utaomba uende tena, utasema na zahma zote zile unasahau, unasema kule kuna ibada, kwa sababu huku huzipati ibada zile, ziko kule tu. Alhamdulillah, tufikie hapa, na leo nilitegemea tutapata maswali mengi tena kwa kina mama huko, kutokana na ruhusa hizi za waume na mambo ya mtamiru, kufuatana na mtu ambaye karibu nawe, jamaa, ndugu yako, mumeo. Tutaka tupate maswali huko, ila tukipata maswali tunajua sisi kwamba watu wameifahamu hija sasa. Na muhimu kuuliza, msioni tabu kuuliza ndio kujua. Lazima uulize kitu, ukijui lazima uulize, usione tabu kuuliza. Ukiuliza ndio vizuri, ona haya kuuliza, usione haya kuuliza. Muulize ili mpate kufahamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata
لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا وإنك أنت الراحمين وارزقنا وأنت خير الرازقين برحمتك